Huko Nyatike katika kaunti ya Migori, daraja dogo la familia lililojengwa na mwanakijiji ili kupunguza changamoto za kila siku za watoto wake na majirani wachache limegeuka kuwa mkombozi asiyetarajiwa kwa madereva wanaosafiri kati ya Migori na Sori baada ya barabara kuu kuharibika vibaya sana. Huko Kusa sasa na ripoti. Tulipowasili katika kijiji cha Kweyo Majiwa, eneo bunge la Nyatike, ambako daraja la mbao linalozungumziwa sana kwa sasa lipo, shughuli ziliendelea kama kawaida. Inasemekana James Odhiambo aliyejenga daraja hilo dogo la mbao juu ya kijito kinachoelekeza maji yake katika ziwa Victoria miaka 2 iliyopita kwa lengo la kuhakikisha familia yake inapita kwa usalama. Hii daraja amesaidia sisi kama sasa ni miaka 5. Sio muda kidogo, ni miaka 5 sasa. Leo muundo huo wa muda sasa ukijulikana kama daraja la Agungo hubeba mamia ya watu kila siku, huokoa wafanyabiashara kutokana na hasara kubwa na umeibua mvutano wa kisiasa usiotarajiwa hapa Nyatike. Watu hao walikuja wakiwa na nia ya kuliharibu daraja hilo, wakidai kuwa lilikuwa linamletea aibu mbunge wetu. Mnamo Disemba mwaka 2025, madereva wanaofanya kazi kati ya Sori na Migori wakiwa wamechoka na hitilafu za mara kwa mara zilizosababishwa na hali mbaya ya barabara kati ya kituo cha biashara cha Luanda na Nyakweri, walipata habari kuhusu daraja la Angugo. Kadri idadi ya wanaolitumia ilivyoongezeka, daraja la Angugo lilianza kufanana na kituo cha kukusanya ushuru cha muda. Kizuizi cha mbao huinuliwa ili kuruhusu magari na pikipiki kupita baada ya kulipa ada ndogo. Pikipiki mama anachukua 30 na gari anachukua 50. Wakazi wanasema uharibifu wa barabara unachangiwa zaidi na malori yanayobeba mchanga ambao ni mojawapo ya shughuli kuu za kiuchumi katika eneo hili. Huko Kusa, NTV.